Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Link, karibu sana kwenye exclusive interview kama kawaida bwana. Leo nimemtembelea tena DJ Sma. Tuna mambo mengi sana ya kuzungumza, na kama wiki mbili hivi tutafanya hii interview, kwa naamini utafurahia kila ambacho tutaenda kudeliver kwako, na asante kwa wewe ambao umeendelea kwa mwanafamilia ambao mko ukifuatilia interview zetu, umekuwa kutusikiliza pia na kwa kuendelea pia kutoa maoni yako, nini ambacho tukiongeze, tukiboreshe. Ndio hivyo, kama kawaida bianza kamera yuko Riziki bwana. Sma, kwa maana gani? Alhamdulillah. Mambo nasemaje? Namshukuru Mungu. Hongera sana kwa Fikra Zinduka. Namshukuru Mungu kabla ya yote. Pia partner wangu Henry na wana Fuse kwa ujumla, vijana Connect kwa ujumla. Kuna watu ambao walituwezesha kwa hali. Russian House walitupa kombe bure. SNS wametusaidia kwenye promo. SNS ndio actually ndio unaweza kusema baba ambaye kazaa hivi vyote, kazaa Fuse imemzaa Fikra Zinduka. J Square alitusaidia bango, vijana Connect. Ila pia kuna wadau wengi sana ambao kwa njia moja au nyingine walisaidia sana kupush. Na huwa naepusha sana kutaja majina kwa sababu unaweza ukataja baadhi, wengine ukawasahau, au ukutaja baadhi kwa sababu ni wengi ambao hujawataja wakaona kama vile umewachukulia poa. Kwa hiyo nitajitahidi. Let's say kama dada yetu Ivona wa Azam amekuwa supporter mkubwa sana. Pamoja alikuwa ofisini, katenga muda akakaa pale na alichangia. Mwanetu Steve Nyerere kaja akachangamsha pale. Kuna Junior wa J Square. Kuna watu walikuwa wengi ambao walikuja pale ku support. Lakini nimesema siwezi kutaja majina ya yote. Kuna wanafunzi walikuja, kuna washikaji walikuja, kuna wana Fuse walikuja. Kwa hiyo ilikuwa ni mjumuiko wa pamoja, ilikuwa ni teamwork. Kwa hiyo kwa pamoja tumeweza kulifanyikisha ile jambo na limekuwa na mafanikio kuliko nilivyotegemea. Ukizingatia, na hii ni somo ambalo nataka wajifunze. Hatukupewa hata shilingi moja. Yaani kila tulichokifanya pale ni kwa chochote tulichokuwa nacho mifukoni, au asilimia kubwa. Mfano kama bango katuprintia Junior wa J Square. Sawa. Ukumbi tumepewa bure na Russian House, ndugu yetu, mwana wetu Mr. Alexander. Amekuwa ni supporter mkubwa sana, proactive, na amekuwa ni rafiki yangu, kwa hiyo katupa bure pale. Kuna baadhi ya SNS wamesaidia kupiga promo. 96 Link, Bongo Plus, Clouds Media, baada ya pale tulienda pale, kuna kina Kashmiri pale, na watu ni wengi ambao nimesema siwezi kuwataja wote. Ndugu yangu Henry pia atakuja kuwataja wengine, lakini everybody played it part, na tunashukuru sana. Na kama alivyosema Henry, kila aliyeshiriki ajichukulie kama ni mwanzilishi, ni founder wa lile jambo. Kwa hiyo alhamdulillah. Na hongera pia. Kuna wale ambao walikosa pia, maswali yamekuwa ni mengi sana tukiuliza bana, sasa sisi tutegemee lini tena? Utaratibu ukoje sasa baada ya kwanza kufanyika? Kwanza video nzima iko YouTube. Kwa hiyo akiingia kwenye YouTube channel ya DJ Sma 255, nimerekodi mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo hawatakosa chochote. Kwa kuna maswali na majibu, kuna uchangiaji wa watu tofauti pale ambao watapata nafasi kusikiliza. Lakini tayari tupo tuna brainstorm the next move, mimi na Henry. Kuna baadhi ya vitu ambavyo tunatamani lakini viko nje ya uwezo. Tunatamani kupiga tour katika vyuo tofauti tupate kwa sababu Fikra Zinduka inabidi ianzie vyuoni, ili mwanafunzi anasoma akiwa ni mzalendo, anatoka pale akiwa anajua kabisa mimi natakiwa nije nitetee taifa langu, mimi natakiwa nije niibebe bara langu. Kwa hiyo anatoka akiwa ni mzalendo tangia yuko chuoni. Lakini hata shuleni sekondari mpaka huku chini, umeona Zanzibar wameomba kwamba na sisi lini tutakuja kule. Kuna baadhi ya vitu ambavyo viko nje ya uwezo wetu. Kwa hiyo tunaangalia ni kipi ambacho kiko ndani ya uwezo wetu, lakini tayari tuna plan. Na kuna baadhi ya vitu ambavyo sio muda wake kuvitangaza, lakini inshallah muda ukifika
taarifa watu wataipata. Mimi kuahidi tu chochote kile kinachohusiana na media, Tisna Starlink tupo, Bongo Plus tupo, tutaendelea kushirikiana, tutawahoji watakaokuja, tutafikisha kila ambacho kinatakiwa kifeleke katika jamii, tutakuunga mkono. Nashukuru Mungu, na hiyo liko dhahiri. Tumekuwa tunashirikiana kwa muda mrefu. Juzi mmekuja pale, mmefanya kazi kubwa sana, kwa sababu mimi hata hela ya kumlipa mtu wa kushoot nilikuwa sina. Umeona Kwa hiyo nyinyi mmeshoot pale, SNS wameshoot, sisi tuliweka kamera moja pale, tumejitahidi. Kwa hiyo everybody played his part. Kwa hiyo tunashukuru sana. Naam. Tupo katika mwezi wa Ramadhani na Kwaresma. Wakristo wanafunga na Waislamu pia wanafunga. Kwako wewe hasa Ramadhani ni mwezi wa namna gani hasa kwako wewe, na unapenda kushare kitu gani hasa kwa watazamaji wetu ambao wanakutazama? Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi, nitajaribu niweke katika lugha ambayo sisi sasa hivi ni rahisi kuelewa. Ni kama cheat code ambayo au ni kama una reset majanga yako yote uliyofanya mwaka mzima. Hii Ramadhani inatosheleza kuyarekebisha na kuyaweka sawa iwapo utakuwa na nia safi, kwa sababu usiku wa kwanza tule Mwenyezi Mungu huingiza watu ambao idadi yake haijulikani peponi bila hesabu. Alafu kuna 10 la rahma, 10 la maghfira, na 10 la toba. Kwa hiyo ni mwezi ambao ni mtukufu sana, na ni mwezi ambao unajua sasa hivi tuko very materialistic, na niwaambie tu hakuna kitu chenye faida, hakuna tiba kubwa ambayo mimi naiamini kama kufunga. Umeona mimi nimepungua, niliumwa kidogo, lakini kabla hata kuumwa pia nilishaanza kupungua, kwa sababu ninajua jinsi ya kucheza na chakula na diet. Mwili wa binadamu haujaumbwa kula vyakula vingi kwa wakati mmoja, wala milo mitatu. Hii imekuja sasa hivi, yani hata ukiingia kwenye jinsi ilivyokuja kwamba breakfast is the most important meal of the day, ilikuwa ni marketing term ile, kwa sababu ya kuuza vitu kama cereals na Kellogg's na vitu kama hivyo. Umeona na vyakula vingine. Na mtu unapokuwa saumu inatibu kansa, inatibu magonjwa ya moyo, inatibu magonjwa mengi, kwa sababu mwili wa binadamu uko hivi, unapokuwa uko free, hauna chochote ndani, unajipa majukumu mengine ambayo ni kujitengeneza yenyewe kwa yenyewe. Lakini kila saa unapokula unakunywa, inawekeza nguvu katika kuprocess zile chakula. Lakini unapokuwa uko katika hali ya njaa, mwili sasa unaanza kupita kansa kansa zozote ambazo ni mbovu ndani ya mwili unazitafuna. Unatoa baadhi ya sumu, unafanya detox wenyewe. Unapitia, kuna kitu fulani ambacho nadra sana unatoka kwenye uti wa mgongo ambao una spinal gland ambao una faida sana, unazalishwa. Kwa hiyo saumu ina faida kubwa sana, na kama mtu anataka kulinda afya yake, ajitahidi kwanza apunguze kula sana, hata katika maisha kila siku, na ukila usishibe. Bora ule milo midogo mingi, lakini usile ukashiba. Kwa hiyo saumu ina baraka kubwa sana, na ni muda wa kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Tuna majanga mengi, tuna matatizo mengi, kwa hiyo ndio fursa hizi. Na sisi Waislamu tunaamini tuko duniani tunapita, tukifika kaburini yani mali yako haitakusaidia, kanzu yako haitakusaidia, laptop yako haitakusaidia, gari yako haitakusaidia. Ni yale matendo ambayo umeyatanguliza ni kama haya, na ni muda wa kutoa sadaka, wa kusaidia, kufanya mema. Kwa hiyo ni muda mwezi ambao ni mtukufu sana. Naam. Na mshauri pia ambaye nadhani kwa afya zaidi, unajua ulivyoizungumza hii umeitoa kama elimu ambayo kwa bahati mbaya nimebidi niweke hivi, kwa sababu Mwenyezi Mungu, Mtume SAW anasema khatibun nas ala qadri uqulihim, ongea na watu kutokana na uwezo wao wa akili. Na hii especially kuna Waislamu wengi sana, unakuta Mtume SAW alisema kitu fulani, hawakipi uzito. Iwapo itathibitishwa na science, ndio nashangaa wanaruka. Mtume alisema sisi Waislamu, lakini kabla ya pale alikuwa hatekelezi. Lakini kwa vile science imethibitisha, ndo anairukia na kuanza kusema kwamba sisi tulifundishwa miaka ile. Kwa hiyo faida za funga ziko nyingi sana ambazo tulifundishwa, lakini sasa hivi science imekuja kuzithibitisha.
na ndio maana inapelekea watu waanze kuzifuatisha. Ndio maana nimepita kwenye ingo hiyo kidogo kudili na watu wa generation hii, lakini watu ambao wanamfuata Mtume SAW anasema, anafundisha kwenye anasema mama la bani adam au washaru lahu min batni, mwanadamu hajawahi kujaza chombo ambalo lina madhara kwake zaidi ya tumbo lake. Tumbo likijaa madhara yake ni makubwa sana. Asma, kwa sababu tuko kwenye mwezi wa Ramadhani, ningependa utoe hii elimu kidogo. Imekuwa ikiwachanganya sana watu wengi. Ramadhani inapoingia, tumekuwa kwa mfano kwa Tanzania wamekuwa wakisikiliza kwa mfano BAKWATA wanazungumza bwana, tuanzeni kufunga siku fulani na mwezi fulani. Pengine unakuta labda kuna nchi nyingine unakuta labda wameanza au labda kuna kudelay na kuna nini. Kumekuwa na mabishano kidogo pale. Hebu toa elimu kuhusiana na hili. Hiyo mimi nitaisimplify kwa sababu maulama na wasomi zaidi yangu wameshaiongea miaka na miaka, lakini bado ipo. Kuna two schools of thoughts. Kuna njia mbili. Kuna ambao wanaamini mwezi popote utakapoonekana duniani unatakiwa ufunge, na kuna ambao wanaamini kwamba mwezi unatakiwa uone ndo ufunge. Sasa wote wana dalili zao na kila mmoja ana hoja zake. Sawa. Sidhani hii inatakiwa iwe ni jambo la kutufarakanisha Waislamu. Sometimes ukiuliza maulama watakwambia al-ikhtilafu rahma, kwamba kuna rehema fulani, kuna huruma fulani kwenye baadhi ya mambo yanapotofautiana, as long as hayajaenda kinyume na misingi ya Kiislamu, na as long as hayajaenda kinyume na wanaita nasu sariha, ushahidi ambao haupingiki. Ndakutolea mfano. Watu wa da'wa huwa wanapenda kutumia kutiba alaikum siyama kama kutiba alal ladhina min qablikum, kwamba mumeandikiweni kufunga saumu kama walivyoandikiwa wale waliokuwa kabla yenu. Kwa hiyo tunatakiwa tufunge, na ni kwa sababu ya kuongeza uchamungu wetu. Ndio lengo la kufunga, ni kuongeza uchamungu wetu. Hiyo ya kwanza. Lakini ukiingia kwa watu wa usul fiqh, hile sio hoja, sio dalili. Kwa sababu gani? Kwenye usul fiqh inatakiwa dalili iwe ambayo haina maana mbili. Sasa kutiba alaikum siyam kama kutiba lalladhina min qablikum, ukiingia katika tafsiri ya ile, walioandikiwa kabla yetu walipewa option ya kufunga au kutoa sadaka kwa niaba ya. Kwa hiyo walikuwa na option hiyo. Kwa hiyo as long as ina tafsiri mbili, inakuwa sio hoja sariha ambayo inatuambia sisi tufunge. Katika watu wa usul fiqh wanatumia aya ambayo inasema hivi, faman raa minkum shahr falyasum, na yule atakaiona mwezi na afunge. Kwa hiyo hiyo ni nasu sariha ambayo haina tafsiri. Ukiuona mwezi funga. Yes. Sasa pale wametofautiana, na kuna maulama ukienda mpaka enza masahaba kwamba je, akiona yoyote duniani tufunge naye au unatakiwa uone wewe au walioko katika eneo lako. Kwa hiyo kuna mvutano. Mimi ninachoweza kuambia Waislamu, isitutofautishe wala isilete na mkikuta viongozi wa dini ambao wanataka kuleta mpasuko kwa ajili ya swala hili, ni watu wa kuangalia mara mbili. Kwa hiyo kuna majali ya ijtihad, as long as haijatoka kinyume na misingi sahihi ya dini. Nadhani mimi binafsi huwa naifuata BAKWATA. Kwa sababu gani? Haimaanishi wale wengine wanaofuata sio sahihi. Sisi kwenye Uislamu tunaambia taatul amir, kumfuata kiongozi. Sawa? Kwa hiyo as long as kiongozi hajaniamrisha niende kinyume na aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam na dini yake, kuna baadhi ya mambo ambayo mimi nitamfuatisha, kwa sababu iwape amefanya khiana, yeye ndo anabeba mzigo sio wewe. Alafu kwenye dini ya Islam mutiny au rebellion imekatazwa, uasi umekatazwa kabisa. Kujitenga. Kuasi, yani kuasi uongozi au mamlaka. Sindo kama kukataa. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ndo inaenda inazaa, hata kama kiongozi ni dhalim,
hata kama kiongozi ni dhalim, unatakiwa umfuatishe. Sawa? Kasoro, na watu wanielewe, as long as hajakuamrisha uende kinyume na misingi na maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Sawa? Kuna baadhi ya vitu vingine ambavyo viko hapo, unaweza ukamfuatisha. Iwapo atafanya khiana atabeba yeye. Sawa? Ila umoja, wahda ni wa muhimu sana. Kwa hiyo wallahu alam, kwa ufupi. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema sio big issue. Ukifuatisha huko, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama atatoa hukumu yake. Nani alikuwa yuko sahihi? Ila ninachoweza kwa watu ni kwamba kama uelewi na hujui cha kufanya, soma. Ingia, soma hoja wanaosema tufate mwezi wa dunia. Ingia, soma, fata hoja ya wanaosema tufate mwezi wa eneo letu. Sikiliza, fata hoja zao vizuri, alafu ujifahamie maamuzi yako binafsi. Yes. Iwapo umefikia level hiyo ya elimu, unaweza ukafata maamuzi yako wewe binafsi. Lakini hii tunaongelea kwa wale ambao hawana elimu hiyo. Umeelewa? Elimu yao bado ni ndogo. Kwa hiyo wao sasa ndo wanauliza tumfatishe huyu au huyu. Kwa hiyo yoyote utakayefuatisha kati ya hawa kwa nia ya nia njema, Allah Subhanahu wa Ta'ala atatoa hukumu yake. Sawa kabisa. Kuna mambo mengi sana ambayo yameendelea. Na nakumbuka kuna kipindi tulizungumza kuhusu kuna askari mmoja ambaye alitoka nchini Kenya, alikamatwa mpakani, ilikuwa ni Mara kule. Msoma, si ndo Mara? Ilikuwa ni Msoma au ilikuwa hapa Namanga? Nadhani ni kule Mara. Ni kule? Okay. Kitu kama utatuambia kwenye comment hapo. Alikamatwa na kuna mambo mengi ambayo tukazungumza, wakajaribu kuelewesha mambo yaga yanakuaje. Kuna Mrussia mmoja kama raia wa Urusi alienda nchini Ghana, katembea na wanawake wengi, na baadaye akaja tena nchini Kenya, akana rekodi video anafanya nao mapenzi, anawatongoza na wengine wanaomkataa, na baadaye kaenda nchini kwao kule kaanza kuziposti hizo video. Na baadaye pia nimekuja kuzungumza, nimeweza jana itoka taarifa serikali pia ya Urusi imethibitisha hicho kitu, ni kwamba kilikuwepo. Unadhani tukio kama hili tulielewe katika msingi upi hasa? Kwanza, alichokifanya ni kibaya, sio ungwana, hakikubaliki. Hiyo naomba tu establish. Sawa? Sasa mimi nataka nikupeleke kifikra zinduka. Nikuulize swali. Wale aliofanya nao aliwalazimisha? Aliwanatongoza. Walikubali? Walikubali. Kwa hiari yao? Ndio. Hawakulazimishwa? Ndio. Hakuwabaka? Ndio. Sawa. Sasa hapa ndo unakuja kwenye inferiority complex. Sawa? Dada zetu baada ya kuona rangi nyeupe, mzungu, vitu vikaachia. Umeelewa? Ndo ile akifanya mtu wa kawaida, yani ingekuwa mweusi mwenzetu, lakini mzungu, mzungu yani unampa kirahisi, anaweza kuta hajatoa hata hela. Umeona? Inatajwa vile. Hajatoa hela, yani kapewa mzigo, yani mzungu. Umeelewa? Rangi nyeupe. Kwa hiyo usijui unanielewa? Kuna vizuri. Kutokana na kwamba rangi yake na ni mzungu, madada zetu yani breki zote zilifeli. Breki akawa akabi. Vitu vimeenda. Sawa? Hiyo ya kwanza. Cha pili, kwenye uwasilishaji wa taarifa kuna njia tatu. Kuna misinformation, kuna disinformation, alafu kuna malinformation. Misinformation ni pale ambapo unakuwa unatoa taarifa ambayo sio sahihi kwa bahati mbaya kutokujua, na pale unapojua unairekebisha. Alafu kuna disinformation. Disinformation ni kutoa taarifa za kupotosha na za uongo. Sawa? Alafu kuna malinformation. Malinformation unaweza ukatoa taarifa sahihi lakini jinsi unavyoideliver kwa lengo baya. Umeelewa? Sawa. Sasa tumesha establish. Naomba nikuulize, unamkumbuka mwamba fulani anaitwa Baltazari? Yes. Ni wa nchi gani yule? Ilikuwa ni Guinea. Mimi nakuuliza wewe. Ilikuwa ni Guinea. Sawa. Nani anajua alikuwa hapa? Okay, hapa tuko ni watu wanne. Nani anajua alikuwa ni wa nchi gani? Tuko wanne. Hakuna hata mmoja amejua ametokea nchi gani? Sawa. Unajua hapa nataka kuambia point gani? Sasa hapa ndo unapokuja kwenye delivery ya taarifa. Yule Baltazari, okay, nikuulize, huyu mzungu mrusi huyu, unajua jina lake?
Nani ambaye anajua jina lake? Hakuna hata mmoja anayejua. Lakini Baltazari anaitwa Baltazari nani? Egonga, mpaka jina la pili unalijua. Sawa? Sasa hapa pia kuna upande wa geopolitics na fitna za kisiasa. Yule mtu kwa vile ni Urusi na Urusi haiko in good terms na nchi za magharibi. Sawa? Amehusishwa zaidi, yani Urusi imehusishwa zaidi. Kwa hiyo hata jina la muhusika hajulikani. Sawa? Huyu mwamba ambaye alikula wengi kushinda huku, nchi yake watu hawaijui. Na ninakuchallenge wewe unaisikiliza. Niambie alikuwa nchi gani? Yaani mmoja kati ya 10 ndio atajua. Sawa? Lakini wanajua jina lake, wanajua mpaka jina la pili Baltazari Engonga. Umeona? Lakini nchi yake hawaijui. Kwa hiyo hapa kuna ile inaitwa nini? Malinformation. Kuna jinsi ya kudeliver taarifa. Leo hii Marekani au Ulaya, mtu mweupe anapofanya ugaidi au akafanya utasikia a man has been caught and charged for ABCD. Umeona? Au utasikia inasema kwamba a man who is mentally disturbed, ambaye ana matatizo ya akili. Sawa? Lakini akifanya mweusi nasikia a black man from Chicago has done ABCD. Umeelewa? Inawekwa kabisa ni black man ili ionekane hawa black man ndio hivi. Au akitokea gaidi ambaye sio Muislamu, utasikia tu mtu fulani kafanya 1 2 3. Sawa? Tena utasikia has shot 5 people or 10 people. Sawa? Akitokea Muislamu utasikia an Islamic terrorist has mwezi huu kumekuwa na vitu vingi sana. Nimeona pia hata serikali sasa hivi nchini Tanzania mambo ya content creation yameanza kuzungumziwa sana, yanapewa sikio kubwa sana. Ukiona mpaka bungeni anaanza kuzungumziwa, basi kuna namna ambavyo hata serikali na viongozi pia wameanza kuyaona na umuhimu wake. Nilimsikia waziri wa habari Makonda alizungumza kwamba atatoa kiasi cha shilingi bilioni 2 na ambazo atazigawa kwa content creator na baadhi ya online media pia. Baadaye nikaja nikamsikia pia naibu waziri wake kwa maana Hamisi Mwijuma Mwanaifea alizungumza kwamba watatoa punguzo. Kwa mfano gharama ya kujisajili kwa mwanzo ni 500,000, wameishusha mpaka shilingi 10,000, kitu kama 50,000. Yes, ambayo ni 10% ya 500,000. Yes, alafu pia na gharama ile ya kujiendeshea pia yenyewe kashushwa. Pengine katika haya mabadiliko nini ambacho kwa kweli teki yako unachukulia katika hili na unalipi la kuongezea? Kwanza niseme walichofanya ni jambo jema, ni vizuri, na kama ulivyosema kuna hela imetengwa ya uwezeshaji kwa content creator, watu waende wakajisajili, watakachokipata wakipate. Na walichokifanya naibu waziri ni jambo zuri kupunguza zile gharama. Alichokifanya jamani, msishangae, unajua sisi bado studio yetu haijakamilika. Kwa hiyo vitu kama hivi ni vya kawaida. Kuna matengenezo jamani. Tunaendelea na hapa sitapakata. Mimi napenda iwe organic as possible. Sasa kwa hiyo wanachokifanya ni jambo jema, na nimemsikia mkuu wa TCRA akasema wanatoa mwaka mmoja watengeneza maudhui, grace period ya mwaka mmoja bure, hawatolipa chochote. Kwa hiyo ni jambo zuri as it is. Swali, je, kuna room of improvement? Ipo. Unajua ukisikia maendeleo ni kwamba ni kitu endelevu, kwamba kwenye verbs kuna ambayo imeshaisha, kuna ambayo ipo current, present, alafu kuna present continuous, kitu ambacho kinaendelea. Kwa hiyo maendeleo kila siku ni maboresho. Sasa kuna kitu ambacho kuna changamoto kuu mbili ambazo zimebakia, na hii naongea kwa unyenyekevu wote na ninaongea kwa confidence yote, kwa sababu tuna serikali ambayo ni sikivu. Na usishangae siku tukaja tukafanya tena interview baada haya ukasema bana Sma, yale uliyosema, unakumbuka hapa tulikaa tukaomba mufti afanye dua nani ya siku 3 ile, na ikafanyika. Na baadhi ya mambo ambayo serikali yetu ni sikivu, umeona. Tunachotofautiana ni jinsi ya uwasilishaji, umeelewa? Sasa kuna changamoto kuu ambazo naomba sana waziri wa habari
na wizara yake wote na waziri wa vijana na wizara yake yote waviangazie macho, wavipe thinking, wavitafakari kidogo. Cha kwanza ni kitu ambacho kinaitwa overregulation. Kuzidi kwa sheria na kanuni na utaratibu zimepandiana. Hii matokeo yake inaleta kitu ambacho kinaitwa demoralization. Demoralization ni kukatisha tamaa au kuvunja moyo. Hiyo ya kwanza. Ya pili, kuna kitu kinaitwa fragmentation. Mpasuko au mtengano wa mamlaka na idara zinazosimamia hii. Matokeo yake hii inaleta frustration. Inaleta kumfrustrate mtu kama kumchanganya na kumtia kama hasira fulani. Sawa? Sasa kitu gani ambacho kinaleta hivi vitu viwili ambavyo ni overregulation pamoja fragmentation? Inaletwa na vitu vikuu viwili ambavyo tunaviita perception versus perspective. Perception ni vile senses zako wewe, macho, masikio, pua, elimu yako, experience yako na vitu ulivyopitia vinavyokuambia wewe, ndo perception yako. Yani unaona kitu kutokana na uelewa wako wewe, vitu ambavyo macho yako yamekuonesha au masikio yako yamekusikilizisha na vitu kama hivyo. Hiyo ndo perception. Alafu kuna perspective. Perspective ni kukabiliana na jambo katika hali ambayo uko open minded. Ukisema au ukikabiliana nalo kwamba uko tayari kulitazama jambo kwa njia tofauti ya unayoelewa wewe. Kwamba huenda kukawa kuna njia tofauti. Huenda kukawa kuna njia mbadala. Sasa solution ya perspective versus perception ni kitu gani? Ni kitu ambacho kinaitwa dialogue. Dialogue ni kukaa na kuongea na kujadiliana na kusikilizana na kufahamishana. Nikutolee mfano. Hapa mimi nikichora 6. Wewe umekaa hapa. Nikiweka 6 imekaa hivi. Wewe utaona 6. Mimi nitaona 9. Umeelewa? Kwa wewe ulipo, hii 6 hii inaonekana kwako wewe ni 6. Lakini kwa mimi nilipo ni 9. Umeelewa? Sasa ndio yetu tunachosema perception versus perspective. Sasa dawa ya hii tukianza kuvutana, mimi nikasema no, mimi nina uhakika macho yangu yanaona, kwa macho yangu mawili ni 9. Wewe unasema hapana, na mimi macho yangu ni mazima naona ni 6. Tukingangania hiyo itakuwa ni mgongano. Lakini tukiingia kwenye dialogue, nikakwambia sikiliza, hivi unajua, hebu njoo huku. Hebu njoo upande huu. Ukaje huku ukaangalia, hivi kweli ni 9? Alafu ukanishika mkono, kama hebu njoo na mimi huku. Nikija huko naona kumbe ni 6. Umeona? Sasa hapo umefungua, tunakuja kurealize kumbe kuna kitu tofauti na ninavyoelewa mimi. Sawa? Hiyo nimekutolea mfano. Sasa nikutolee mfano hai. Na nataka nitoe mifano miwili. Ya kwanza ni BASATA. Juzi kati tulikutana sana na BASATA. Tukawasikiliza, wakaongea mengi sana, mazuri sana, mengine ambayo nilikuwa siyajui. Mimi BASATA nilikuwa nawajua wao ni watu kamata fungia, kamata piga biti fungia. Lakini tukasikiliza na walikuja timu ya watu kama 5 ambao waliipa uzito, wakatoa elimu kubwa, tukafaidika nao. Baada ya pale na mimi nikawafahamisha kwamba kuna vitu ambavyo ni changamoto. Nikamwambia sisi madijia tutambulika. Akasema tutambuliki vipi? Na kati sisi ndio tunasimamia. Nikamwambia ngoja nikutolee mfano. Nikamwambia mfano, leo hii nyinyi mnataka BASATA mimi nilipie ili nipate kibali cha kufanya UDJ. Sawa? Mimi natakiwa nilipe, sheria yangu inanilazimu kuwa na TIN number, sheria nchi yangu inanilazimu mimi kulipa kodi. Sawa? Ninapoenda TRA hawaniombi leseni ya BASATA au kibali cha BASATA, hawakitambui. Sawa? Wao wanataka kibali au leseni wanayotambua ni leseni ya manispaa. Sawa? Leseni ya manispaa kwa jinsi ufanyaji wake kazi ni kwamba Kinondoni wana leseni yao ya kufanya kazi ndani ya wilaya ya Kinondoni. Temeke same thing.
Ilala same thing. Siwezi nikachukua leseni ya manispaa ya Temeke nikaenda kuifanyia kazi Ilala. Umeelewa? Lakini sisi utendaji kazi wetu ma DJ ni watu ambao tunahamahama tena kwa jiografia ya da. Yes, hiyo ni kwa da peke yake. Sawa? Lakini sengine tunaenda mikoani, tunapiga show na sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo leseni yangu mimi inamaanisha nikiwa na leseni ya Ilala, nikienda Temeke nikate leseni tena nyingine, nikienda Morogoro nikate lingine. Wakasema hivi kweli, ikaanza kuwa make sense. Sasa ndio ile perception versus perspective. Nikaanza kuonesha upande wa pili, ndio faida ya dialogue. Ndio wakaanza kuelewa. Na mimi huwa sipendi mtu analalamika. Kingine TRA wanataka uwe na pango na ofisi. Nikamwambia ma DJ wengi hawana ofisi. Sisi ofisi zetu ni nyumbani hapo ulipo. Sawa? Au uje na pango. Wengine wanaishi kwa baba, wengine wanaishi magetoni kwa washikaji. Ndio hicho. Kwa hiyo hai make sense. Nikawapa solution kwamba kwa vile nyinyi BASATA ndio mnasimamia sisi ma DJ, leseni yenu nyinyi, kwa sababu nyinyi ni chombo cha serikali, ongeeni na chombo wenzio wa serikali ambao ni TRA kwamba hawa kutokana na kazi zao mfumo huu wa leseni za manispaa na vitu kama hivyo hauwafit. Sawa? Kwa hiyo leseni ambayo kibali kitakachotoka BASATA mukitambue. Umeelewa? Kwa hiyo wakapenda na wakakubali. Wakasema kikao kijacho tutawaita TRA. Na kweli wakaja TRA. Sasa umeona perception na perspective. Kipindi cha nyuma BASATA walivyokuwa naiangalia ilikuwa ni kwa njia tofauti katika darubini yao. Lakini sisi tulikuwa tuna changamoto tofauti. Na mimi nilivyowasikiliza nikajifunza vitu tofauti. Kwa hiyo dialogue ndio inaondoa issue ya perception versus perspective. Hiyo ya kwanza. Naomba nikutolee mfano wa pili ambao ni swala la drone. Sawa? Nimefanya research ya kutosha. Na naomba nikusomee ili nisikosee. Leo hii ukitaka kwa drone kuiregister, kuisajili ni $100. Sawa? Operation permit, ruksa ya kuisajili, ya kuitumia kwa siku ni $10. Sawa? Kwa mwezi ni $150. Sawa? Kwa mwaka ni $1,000. Sasa kama unalipa kwa mwezi, hiyo ni $1,800 kwa mwaka. Umeelewa? Na bado mimi leo nikipata, let's say nakuja kushoot hapa Makongo, inabidi nipate kibali cha kushoot Makongo. Sawa? Nikitoka siku hii kama naenda kushoot tena Makumbusho, inabidi tena Makumbusho nipate na kibali cha kushoot Makumbusho. Nikitaka kwenda ferry inabidi nipate kibali. Hivyo ni tofauti na sehemu 3 tofauti, vibali 3 tofauti. Sawa? Haya. Unakuta ni siku moja. Hiyo ni siku moja. Operator ndo huyo. Show ndo hiyo. Same person. Sawa? Haya. Kama una import drone kutoka nje, unalipa $50. Na hii ni kwa drone ambayo ni chini ya kilo 5. Sawa? Haya. License renewable kwa mwaka ni $1,000 kila mwaka. Sawa? Uilipie. Almost milioni 2 na sehemu. Unapoenda kushuti baadhi ya sehemu, let's say kama National Park na zingine, unalipia kati ya $100 mpaka $500. Sawa? Unaona hizo zote nilizozitaja. Bado hujasomea. Kusomea upate leseni sasa. Sawa? Unalipa kati ya $600 mpaka $820. $600 mpaka $820. Kwanza sielewi kwa nini mpaka sasa hivi taasisi ya serikali inatumia dola. Unajua ndio yale tulikuwa tunaongelea fikra zinduka juu. Yaani ikiwa sisi wenyewe hatuikubali sarafu yetu, hatuipi thamani sisi kama vyombo vya serikali, ujue bado tunahitaji sana fikra zinduka. Ifanye kazi ya ziada. Kwa sababu kwenye sekta za binafsi au biashara za binafsi huenda kukaa kuna uzito fulani kutokana na hoja zao. Lakini za serikali, unajua unachokifanya ni kwamba unaongeza demand ya dola, thamani inapanda. Umepunguza demand ya T-shillings, thamani inashuka. Kwa hiyo tutajikuta tunalalamika kwamba hela yetu inashuka thamani kwa sababu ndani ya nchi peke yake unahitaji kutumia dola. Na wakati ndani ya nchi ingefanya tukaendelea kutumia T-shillings, tungeipandisha thamani dola, tungepunguza demand ya dola, alafu tungepandisha thamani T-shillings, tungepunguza demand ya dola na thamani yake ingeshuka kiasi fulani. Sawa? Kwa hiyo nani? Sasa kwa hiyo kwa mwaka mtu ambaye ndo anaanza, sawa? Unatakiwa uwe na gharama zako mpaka $1,700 na kitu mpaka $2,000. Hapo sijaweka nauli,
na gharama zingine na vitu kama hivyo. Na hiyo unapoenda kufundishwa kule, unafundishwa kanuni, regulations. Sio unafundishwa utaalamu wa kuwa mtaalamu wa drone. Pale utafundishwa the most basic things, na kuipeleka sehemu fulani. Lakini kule hiyo muda wote unaenda kufundishwa ni hizo za kanuni na regulations za drones. Mwezi mzima unalipa $820. Sawa? Au inacheza let's say mpaka 600. Nitakuja kuiongelea hapo mbele. Hapo hujanunua drone. Drone tuchukulie tu sio Mavic 4 Pro wala sio hizi za chini ambazo very beginner. Hapo kati let's say umechukua DJI Mini 5 Pro. Unaongelea 3.5 na ushe inategemea na combo na vikorombwezo vingine ambavyo vinahitajika. Sawa? Zile za mwanzo $2,000 ni kama milioni 5 na laki mbili. Sawa? Jumlisha milioni 3 na laki 5. Hapo sasa ndo unaweza ukaingia ukaanza kufanya kazi. Ndo unaanza milioni 7-8 hapo tunazungumzia. Milioni 8 na ushe. Hapo ndo unataka yani hapo sasa ndo unaanza. Sawa? Sasa unajiuliza ni nani ambaye mwendesha huyu drones huyu ambaye anafanya hizi shughuli asilimia kubwa ni nani? Ni vijana, youth. Sawa? Sasa nikupe mfano ambao ni rahisi kuelewa. Hivi unajua kwa nini sisi vijana hatupati kuwa na mademu mapisikali? Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu pisikali hazitutaki sisi. Kwa sababu hatuna uwezo wa kuwagharamia. Wao wanataka nani? Wanataka watu wazima na wazee. Kwa sababu gani? Wana uwezo wakagharamikia na kuwahudumia. Sawa? Sasa swali linakuja. Ni kitu gani ambacho mzee anacho na kijana hana? Yule mzee ni mtu ambaye ashamaliza, ashavuka stage ya kujitafuta. Enza ujana wake kashajitafuta, kashahaso, kashajenga, kashakuza familia, kashasomesha, biashara iko standby, yani iko flexible, mambo yake yanaenda. Kwa hiyo ana kipato cha ziada cha kuweza kugharamia pisikali. Kijana hana, kwa sababu yuko kwenye stage ya kujitafuta. Geto lenyewe usikute iko kwa geto kwa mshikaji, umeona? Sima leo anaenda kwa Riziki bwana na lala pale, umeona? Na vitu vingine tunabebana, nikihitaji nini niende nikaazime na vitu. Bado niko kwenye stage ya kujitafuta. Ukitambua hilo, sasa huyu ambaye yuko kwenye stage ya kujitafuta, alafu unamwekea hizo gharama ambazo nimekutajia, zinafika mpaka milioni 8. Sawa? Huenda zikashuka, kuna baadhi ya vitu pale. Ndo yale unakuta sasa kijana yuko frustrated. Anakatishwa tamaa, anakuwa na hasira. Matokeo yake, akitokea mtu yoyote ambaye ni opportunist na akajua jinsi ya kucheza na akili ya huyu, anamteka kiakili, anamshawishi. Umeona? Yes. Kwa hiyo nimekutolea mifano miwili ya Basata na ya huku. Kwa hiyo nimeongelea kwa ufupi kwenye upande wa drones. Sawa? Sasa nataka nikueleweshe kitu kimoja. Huo ni upande wa regulations. Sawa? Sasa nataka nikuingize upande wa fragmentation. Hizi idara kutengana. Leo hii TRA inafanya kazi na inatekeleza majukumu yake kama TRA. Sawa? Basata inafanya kazi na inatekeleza majukumu yake kama Basata. TCAA inafanya kazi na kutekeleza kazi yake kama TCAA. KOSOTA inafanya thing. TCRA same thing. BRELA same thing. Kila mmoja anaangalia kwenye tundu lake na utekelezaji wake wa kazi. Sawa? Hiyo ndo fragmentation, zimevunjika. Ila ukija kwangu mimi, raia wa kawaida, vyote hivi vinanihusu. Na mimi siongelei kama TRA wala Basata wala nini. Naongelea serikali. Serikali mimi inanikandamiza. Serikali inanibana. Serikali hainitengenezei fursa. Umenielewa? Hizi taasisi, na hii issue is very sensitive. Hizi taasisi zinatakiwa zijielewe, ziko kwa niaba ya serikali.
lawama yoyote au changamoto yoyote ambayo inatokea, raia haiangalii ile taasisi wala ile mamlaka kama ile peke yake, anasema serikali, anajumuisha, na lawama zote kubwa zinaenda kwa kiongozi wa nchi kwa hiyo mimi hapa nikiwa na mrija wa TCRA na mrija wa BASATA na mrija wa TCAA, nina mrija wa TIRA, nina mrija wa SUMATRA, vitu vingine vyote sawa, vinaninyonya, vinani dhoofisha, kwa sababu unaona hapa tumeongelea TRA na nini na vitu kama hivyo. Kumbuka, let's say mimi na social media YouTube wanakata 30% Marekani taksi yao, TRA wanakata 5%, which is very fair, lakini tayari na 35% ishalimwa, alafu hivi vibali vingine vyote, umeelewa Kwa hiyo ndo fragmentation ambayo ipo katika hizi mamlaka. Sasa mimi nishasema huwa sio mtu wa kulalamika, ni problem solver. Kwa nini nimezitaja hizi? Nimeidentify changamoto zilivyo, nimeziainisha jinsi mechanism ya hizi changamoto zilivyo, ni kitu gani ambacho kinasababisha, ni kwa sababu ya perspective na perception. Wale wanaotunga sera kwa upande wao wanaiona 6, sisi wa huku tunaona 9. Ndio, kwa hiyo kuna mkatiko hapa. Kwa hiyo inabidi ipatikane nini? Dialogue kati yetu sisi na wao, tukae tuongee, tueleweshane, au tunawafikishia kwa njia tofauti kama hizi, sawa? Alafu kwa hiyo upande wa overregulation inabidi serikali ikae iangalie content creator sasa hivi anafanya vitu vingi kwa pamoja, kuviregulate kwa pamoja, kupunguza mapandiano wa leseni na makodi na matozo na vitu kama hivyo, sawa? Wamepunguza, which is a good thing, lakini wakiliangalia watakuja kugundua kwamba pia kuna zingine ambazo zimepandiana za mtu huyo mmoja. Kwa hiyo kuna namna ya kukaa kuziangalia, na vile vile serikali katika policy makers waangalie jinsi ya kuwa kuna mechanism ya wanapotunga sheria ya jambo lolote, waangalie kuna wizara ngapi ambazo zinamhusu huyu mtu, au kuna mamlaka mangapi ambayo yanamhusu huyu mtu, ili wazikusanye wanapotunga sera, kurahisisha kwamba hizi mamlaka na hizi idara au wizara zote zinakuwa zina merge kwa pamoja, ili kumfanyia wepesi na kwa kuna kitu ambacho kinaitwa convenience, wepesi kwa raia. Hiyo ya kwanza. Ya pili, kuhusu swala la drones, kanuni hizo mimi wakiziweka online, mimi naweza nikazisoma na nikaingia nikafanya mtihani na nikatusua, cha kwanza. Kwa hiyo hizo wapunguze kwa nani complication. Cha pili, mpaka sasa hivi tunavyoongea mwaka 2026 mwezi huu Februari, chuo pekee kinachotoa mafunzo ni TCSA ambayo kiko airport pekee. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anataka kuenda kujifunza kupata mafunzo na apate leseni, inabidi atoke kokote, awe Kigoma, awe Mwanza, awe Tanga, lazima aje Dar. Kwa hiyo kuna swala la accommodation na vitu kama hivyo. Ninachoweza kusema wafanye kama wenzao NIT wanaweza kufanya kama walivyofanya wenzao NIT, ambapo wametoa ruksa, driving school ziko nyingi, nchi nyingi. Wanaweza TCAA wakaingia makubaliano na VETA wana branch nchi nzima. Kwa hiyo watu wanaweza kaenda kujifunzia kule. Yes, lakini pia wanaweza wakatoa, kuna vocational training centers ziko nyingi, watu wakaenda kujifunzia kule. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nashauri wavifanye as soon as possible ili iwezekane. BASATA wanakuambia kwamba UDJ umekuwa unakuwa kwa miaka 3 mfululizo kwa 17%, kuna 18%, kuna 19.5% ukuaji wa madj. TRA walikuwa wanalalamika kwamba hatuoni mapato hayo. Ndio nikawaambia, unaona ile masharti niliyokuambia yale na mpandiano wa regulation na vitu kama hivyo, unamkatisha tamaa. Kwa hiyo mtu anaamua ni bora afanye tu kazi kienyeji. Kwa hiyo hata kwenye drones, naamini mtaani kuna watu wataalamu wa kutumia drones wengi, ila hawaonekani kwenye system, kwa sababu ndio nilichokuambia. Umeona mahesabu niliyokupigia yale, na umeona kanuni na sehemu pekee ambayo unaweza kwenda kusoma kule. Ila wakirahisisha, utashangaa wanaibuka wataalamu wa drones mtaani wengi. Umeona na siku hizi karibia idara zote sasa hivi nishai kutoa makala ya drones na umuhimu wake as a force multiplier na vitu kama hivyo. Ikarahisisha wataalamu wa drones wakawa wengi. Kwa hiyo ninachoweza kusema, nimefurahi sana ilichokifanya wizara. Sawa, wamepunguza sana kodi.
Safi sana. Nimependa TCRA kutoa mwaka mmoja ule grace period. Nzuri sana. Pale ningeweka nukta kidogo kwamba wasiipe time frame kwamba mwaka mmoja. Wafanye kutokana na atakavyoweza kuingiza. Sawa. Kwa hiyo wanatoa mwaka mmoja ili mtu aweze kupata uzoefu na vitu kama hivyo. Iwapo hata baada ya mwaka mmoja kipato kitaanza kuongezeka, basi watakuwa na mkata kutokana na, kwa sababu kuna EFD, kuna TRA ashajisajili kule na vitu, itaonekana kazi yake anavyofanya. Kwa hiyo ila kuna wengine ambao ni part time. Kwa hiyo ni content creator lakini part time. Ana kazi yake hajajiweka full time. Kwa hiyo pia hawa pia tuangalie. Kwa hiyo ninachoweza kusema, nashukuru sana wizara yetu zote mbili, ya vijana pamoja na ya habari na michezo, wamepiga hatua kubwa sana, na nafurahi na wapa heko. Nimeongea hizi kwa confidence kabisa kwa sababu najua tuna serikali inasikiliza. Umeelewa? Na kwa nini nimesema hivyo? Unakumbuka nililalamika mwaka jana kwamba ile jamaa, nilienda TRA Mwenge pale wakanifanyia makadirio ambayo yalikuwa sio rafiki mpaka nikataka kufunga nani. Sawa. Juzi walipokuja TRA pale Kimagarden tukaongea nao, nikawaelezea, wakasema hii sio sahihi 1 2 3. Nimeenda kama wiki moja, nimeenda sasa kufanya valuation. Tanzania Regulatory Authority. Naenda kwa nani? Umeona assessment yangu hapa. Okay. Nimeenda Mwenge pale. Kwa hiyo nimefanyiwa assessment ya mwaka mzima. Nimepata huduma nzuri sana. Yule mama mwaka jana kwa kweli mpaka kesho simsahau. Na alinifanya nikachukia ile ofisi hata kwenda pale. Lakini ni ofisi hiyo hiyo ambayo nimeenda juzi, nikapewa huduma bora kabisa. Na nimeenda naomba unajua kitu kimoja. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vikiwa haviko sawa huwa tunavisema. Sawa. Ili virekebishwe na viboreshwe. Lakini pale ambapo mtu anafanya vizuri tumpe maua yake. Pongezi. Apewe pongezi. Nilivyoenda mpaka nikaandika majina. Mkuu wa Mwenge pale, kwa sababu kuna katika hatua akishamaliza ile assessor inabidi uende kwa mkuu ndo aipitishe. Na nilienda kwa mkuu anaitwa Vegula ambaye ndo center manager. Aliyenipokea alikuwa ni Mr. Alfred, na huyu tulikuwa naye katika kikao cha Basata na ma DJ, ndo akanipokea. Alafu kwa center manager alikuwa Mr. Vegula. Mr. Alfred ndo aliyenipokea na akanielekeza kwa ile dada ambaye namkumbuka jina lake anaitwa Samira, ndo akanifanyia assessment, nikaongea naye vizuri, very smooth, ikaenda vizuri kabisa. Alafu kuna Auriela ambaye sasa nilivyoenda pale kwa mkuu wa kituo, jina langu wakati wanaingiza TRA mtu alibonyeza space, abe ikaacha nafasi, alafu herufi zilizobakia, kwa hiyo ikawa inanisumbua. Nikamwelewesha, akasema hii tunakufanyia amendment, akanishika nenda kwa yule jamaa akanishughulikia fasa. Nimepata huduma iliyo bora kabisa. Ofisi hiyo ambayo mwaka jana nilipoenda, yule mama mpaka leo yani kwa kweli sina hamu hata kumuona. Hakuwa muungwana. Lakini ndio hicho ninachosema kwamba ninaongea kwa confidence kwamba serikali inasikiliza. Sawa. Kwa hiyo big up sana kwa mamlaka, big up sana kwa mawaziri wetu. Kuna haya machache, yaangalieni. Iwapo mtaweza kuyafanyia kazi, well and good. Ni maoni yangu binafsi, lakini ninaongea kwa confidence kwamba tuna viongozi ambao wasikivu. Na ninaamini kuna siku tutakaa hapa. Bana Sma, yale tuliyoyasema yale yameitika. Naam.